Umesikiza wale ambao ni wakazi wa Nakuru wanalalama kwanza hususan kuhusiana na masuala ya bei ya mafuta. Na pia wanashinikiza kwamba iwapo siku 7 zile ambazo makataa ya siku 7 ambayo yaliweza kupatiana hatakuwa ama hayatakuwa mezaa matunda yoyote, watarejea ama wanasihi wale ambao ni wachukuzi katika sekta ya uchukuzi waweze kuingia maandamanoni. Je, kauli yako kuhusiana na hilo ni ipi? Nashirikiana na huyo mtazamaji wetu kutoka Nakuru ya kwamba kama bei ya mafuta itashukishwa, kama njia ya serikali kusikiza wananchi ni mgomo, basi mgomo uendelee. Kwa sababu unapata kama diesel venye iliongezwa hata bei yake ikapita ya petroli. Diesel ndio damu ya kuendesha nchi. Unapata katika ile mafuta tunaagiza katika mwezi tunaagiza kama lita zaidi ya milioni 500. Lakini unapata kutoka kwa hiyo zaidi ya milioni 500, milioni 300 ni lita za diesel. Kumaanisha hii diesel ndio inaendesha nchi, mambo ya uchukuzi, mambo ya viwanda. Kwa hivyo bei ya diesel ikienda juu, kila kitu inapanda juu. Na pia tena vyenye serikali imefanya hii wiki kusema wameongeza pia bei ya kerosene. Tunafaa tukumbuke pia wale watu wanatumia kerosene wanaweza kuwa si watu wengi wenye wako katika towns ama Nairobi ama Nakuru ama hizi city kubwa kubwa. But utapata katika familia kama milioni 5, milioni 6 zinatumia kerosene katika kupika ama kutumia kama taa. Kwa hivyo kumaanisha pia hawa watu wenye wanatumia hizi households zenye ziko katika mashinani kama milioni 5 ni watu wa mapato ya chini kabisa. Kwa hivyo sasa tena tukiongeza hiyo bei kuwe juu zaidi, kumaanisha bado maisha wenye haiko inawaguza sana, sasa inawaguza kwa sababu unapata mtu mwingine mwenye ako mashinani hasafiri sana, kwa hivyo hasafiri kila siku kwenda kazini. Kwa hivyo bei nauli haitamhusu sana. Lakini ukiongeza bei ya kerosene, hata kama wenye wanatumia si kiwango kikubwa cha utumiaji, but inamaanisha sasa katika hii upungufu wa pesa ama gharama ya maisha inaenda kukua gumu sana hata kwa watu haiko imefikia. Kumaanisha kwamba serikali lazima iangalie, yes tunasikia parafini ikikuwa chini sana itaharibu magari, lakini tena tusipandishe parafini pande ndio ikutane na bei ya diesel. Tunafaa tushukishe bei ya diesel ipatane na bei ya kerosene chini, si ya kerosene ipandishwe. Kwa hivyo ni kumaanisha kama serikali haitafanya jukumu, mgomo mimi nauga mkono uendelee wiki ijayo mpaka gharama ya maisha ishukishwe. Na umesema kwamba wale ambao walifanya maamuzi kumaanisha hawakuweza kumhusisha yule ambaye ni mwananchi wa mashinani, yule ambaye labda anatumia kerosene kwa kuweza kupata taa na labda kupikia. Sijui bwana utazungumza nini kuhusu hilo? Je,